Mimi naitwa Dr. Emmanuel Nuas, ni mbunge wa jimbo la Mbulu vijijini, na awali ya yote nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuniteua, lakini vile vile niwashukuru wananchi wa jimbo la Mbulu vijijini kwa kunipa kura za kishindo na za imani kuwatumikia kwa miaka 5 ijayo. Na leo tuko kwenye siku ya kuweza kuchukua kiapo kwa ajili ya kuwatumikia, na malengo yangu katika miaka 5 ijayo ni kuzitazama changamoto zao, na hasa katika eneo la sekta ya maji, ambako wananchi bado wana changamoto za maji, hasa kwa maeneo vijijini kwa ajili ya huduma za majumbani, lakini vile vile kwa ajili ya huduma za wafugaji, na pia kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji ambacho ni muhimu sana kwa ajili ya kuongeza ajira kwa wananchi wetu. Lakini vile vile eneo la sekta ya afya, ambako tunahitaji kuongeza zahanati katika vijiji ambavyo bado havijaweza kufikiwa, na pia kujenga vituo vya afya kwa baadhi ya kata ambazo ni muhimu na zina idadi kubwa ya wananchi. Lakini pamoja na sekta hiyo, bado tunatazama pia sekta ya elimu, hasa kuhakikisha kwamba tunaboresha madarasa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunakuwa na walimu wa kutosha, na wakati huo pia kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu ya ufundi ili kuhakikisha kwamba tunawafikia vijana walio wengi kwa ajili ya kuweza kuongeza uwezo wao wa kuajiriwa na kujiajiri na kuweza kuendesha maisha yao. Kwa hiyo hayo ni malengo yangu, lakini pamoja na hayo bado sekta ya mifugo na sekta ya kilimo nitaipa kipaumbele, kwa sababu wananchi wangu wengi ni wakulima, lakini vile vile ni wafugaji, na kwa hiyo nitatazama mahitaji yao kwa ukaribu sana, hasa katika bunge hili, lakini pia na katika bunge zitakazofuata katika budget, lakini pia katika utunguaji wa sheria na sera mbalimbali zitakazowasaidia. Asante, mimi naitwa Isaac Joseph, mbunge mteule wa jimbo la Monduli. La kwanza nishukuru kwanza kwamba nimepata wananchi wamenipa fursa ya kuwa sehemu ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili nimpongeze sana spika wetu mpya ambaye kimsingi na mimi nimepata bahati ya kumchagua ndugu Zungu kwa kura za kutosha. Lakini hata tu nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata kura za heshima kwenye nchi hii. Nishukuru kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza. Mimi nafikiri nimekuja hapa kuwa mwakilishi wa wananchi. Kuna changamoto ambazo nazijua. Changamoto ya kwanza mimi nafikiri ni swala la maji. Nataka niwaahidi tu wananchi wa Monduli wamemtuma mwakilishi. Na hakika nitakuwa mwakilishi kwa sababu uzuri mmoja, nimeshakuwa mwenyekiti wa halmashauri kwa muda mrefu. Najua changamoto za wilaya ya Monduli katika wilaya yetu. Kubwa ni maji. Nachoweza kuahidi kwamba nitasimama kidete kwenye bunge hili kuhakikisha na kwenda kuisemea swala la maji, swala la barabara, swala la afya na swala la elimu. Kwa hiyo wategemee mambo mazuri, na wakijua kabisa tunaye jemedari wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kila siku anajiuliza nini awafanyie wa Tanzania. Naamini na sisi tukiwa wakilishi wazuri kwenye bunge hili tutakwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais, na tutafanya vizuri kuhakikisha zile changamoto ambazo zinawakabili wananchi hususan wa Monduli zinakwenda kutatuliwa kwa wakati na kwa muda sahihi. Kwa jina naitwa Chiku Athmani Isa, ni mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Arusha. Leo niko katika viwanja vya bunge katika siku maalum kwa ajili ya uapisho ambao umeanza asubuhi ya leo baada ya kumpata spika wetu Musa Adam Zungu. Nichukue nafasi hiyo kwanza kabisa kumpongeza kwa nafasi hiyo, lakini kikubwa zaidi nimpongeze rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo wa 97% ambao haujawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Kama mwakilishi wa wanawake kutoka mkoa wa Arusha, ninasimama kifua mbele kwa kumwangalia Mama Samia Suluhu Hassan, daktari, Mheshimiwa Rais wetu, kwa mambo makubwa ambayo ameanza kuyafanya katika kipindi chake kilichopita cha miaka 4 iliyopita. Mama na rais wetu ambaye tayari ameapishwa ameshikilia nafasi hii kwa muda mfupi, lakini matokeo yake tumeyaona. Mama naweza nikazungumza amefanya mambo makubwa katika eneo la afya. Ukiangalia katika eneo la afya, vifo vya mama na watoto vimepungua. Kabla hajaingia madarakani, katika vizazi 100 vya mama aliyekuwa akijifungua, wanawake 556 walikuwa wanafariki, lakini vifo hivyo vimepungua mpaka kufikia vifo 104. Nikiwa kama mama na mwakilishi wa wanawake,
Kwangu mimi hilo ni jambo ambalo pia naenda kulipa kipaumbele. Afya ya mama na mtoto ni kipaumbele cha kwanza kwangu. Lakini pia tunaangalia elimu. Mama ameendelea kuboresha elimu nikiwa kama mama na mzazi. Wakati mimi nasomesha watoto walikuwa wanaweza kutembea umbali takribani hata wa kilomita 20-30 kufikia shule zilipo. Lakini nataka niwahakikishie kwamba sasa hivi umbali wa mwanafunzi kufika shuleni umepungua mpaka kufikia kilomita 2 kutoka nyumbani anapoishi mpaka kufika shuleni anakokwenda. Sawa, mheshimiwa, tusaidie sasa. Nyinyi kama bunge kwa namna gani mnakwenda kuisaidia serikali katika kutekeleza kuondoa hizo changamoto sasa? Kazi kubwa ya bunge kama unavyojua ni kuisaidia na kuishauri serikali. Sisi ni watunga sheria, na baada ya kutunga sheria sisi tunatakiwa kuhakikisha yale ambayo yameletwa bungeni na serikali tukayapitisha. Kazi yetu kubwa ni kuyasimamia, na katika kusimamia huko ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha yale yote tuliyoyapitisha yanaenda kwa wakati, yanasimamiwa kwa umakini na uthubutu mkubwa. Kwa sababu Mama Samia kikubwa ambacho amekionyesha cha utofauti ni uthubutu tu. Kwa hiyo sisi kama bunge kazi yetu kubwa itakwenda kuhakikisha kwamba yale ambayo serikali imeyaleta na kuhakikisha kwamba sisi tumeyapitisha yanaenda kufanyika katika miaka 5 ijayo. Mimi ni Yannick Kayo Ndoinyo, bunge mteule wa jimbo la Ngorongoro. Nimepewa hii dhamana na wananchi wa wilaya Ngorongoro kwa matumaini makubwa sana. Na kama inavyofahamika ni jimbo la kimkakati kwa sababu ni eneo maarufu kwa utalii. Ni eneo pia maarufu kwa mila ya wafugaji na wakulima wa wilaya ile. Na kwa hiyo nafahamu majukumu nilio nayo kwamba ni majukumu mazito, lakini nimejipanga kuhakikisha kwamba changamoto zilizoko wilaya Ngorongoro tunazibadilisha kuwa fursa za kuleta maendeleo kwa wananchi wa wilaya Ngorongoro. Na kwa kwanza itabidi tubadilishe taswira iliyopo na kuhakikisha kwamba serikali na wananchi wa wilaya Ngorongoro wanakuwa na mahusiano mema ili mipango tulio nayo iweze kupokelewa kwa urahisi na kwa maelewano makubwa zaidi ili ziweze kutekelezwa. Changamoto tulio nayo kwa bahati mbaya sana ile wilaya iko kama pembezoni zaidi. Ukienda makao makuu ya wilaya utafikiri bado uko kijijini. Tunataka tubadilishe ile wilaya ipate barabara ya lami inayounganisha wilaya na mkoa wa Arusha. Tunataka kujenga ile wilaya iwe kivutio kikubwa cha utalii, kwa sababu hapo ilipo sasa hivi ni kama fursa za kiutalii zimetekelezwa labda kwa 50%. Tunataka tuzitekeleze kwa 80% mpaka 100%. Ili wilaya nzima kutoka tarafa ya Ngorongoro na kwenda tarafa ya Sale na Loliondo ziwe zote kivutio kikuu cha utalii. Tunataka tubadilishe sekta ya ufugaji iendeshwe kibiashara zaidi kuliko kwa wakati huu ambayo ni kama mila inatumika zaidi katika ufugaji. Tunataka tubadilishe ile sekta ya ufugaji iwe ya kibiashara. Lakini ni njozi yetu kuhakikisha kwamba ile wilaya inapata mfumo wa kutunisha mitaji ili wananchi wapate mitaji ya kutosha kwa ajili ya kutengeneza miradi ya kibiashara na miradi ya kuongeza kipato kwa wilaya. Kwa hiyo tuna mikakati mikubwa, lakini yote itafanikiwa tutakapofanikiwa kujenga mahusiano mazuri kati ya wananchi wa wilaya na serikali yao. Na hiyo ndio lengo langu, kuhakikisha kwamba serikali kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na taifa inazungumza lugha moja kuhusu maendeleo ya watu wa wilaya Ngorongoro. Kwanza ni muhimu sana Watanzania wawe na imani na hili bunge. Hili bunge linaelewa changamoto na matatizo ya Watanzania. Na kama Watanzania ni vyema waweke imani, kwa sababu kwanza kwa sehemu kubwa bunge hili ni la wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambayo ilani imejielekeza vizuri namna ya kushughulikia changamoto za Watanzania. Kwa hiyo ni vyema, ni muhimu sana na tunaiomba Watanzania wawe na imani na bunge hili. Kwa jina naitwa Rita Kabati, mbunge wa jimbo la Kilolo. Kwa kweli kwanza ni washukuru wananchi kwa kunichagua kuwa mbunge mwakilishi wao. Bunge letu tunakwenda sasa kwenye bunge la sasa hivi. Tunaamini
tunaenda kufanya mabadiliko makubwa sana. Bahati nzuri mimi nilikuwa mbunge ambaye narudia tena kuwa mbunge, lakini kuna mambo mengi, marekebisho mengi ambayo yalikuwa yanafanyika kuhakikisha kwamba kuwatendea haki wananchi. Lakini katika jimbo langu mimi nashukuru, nimekwenda kuomba kura nikiambiwa changamoto zilizopo katika vijiji vyote vilivyokuwepo, na bahati nzuri niliziainisha, na sasa hivi nimejipanga kuhakikisha kwamba zile changamoto sasa katika bunge hili na kwenda kuzifanyia kazi. Nafikiri na nyinyi wenyewe ni mashahidi, nimekuwa mbunge wa kwanza kuuliza maswali mengi bungeni, na maswali yote yalikuwa ni maslahi ya wananchi wa jimbo ambalo nilikuwa nakwenda, na hilo limenisaidia. Hata wananchi wengi wameona kwamba walikuwa na imani na mimi kwa sababu walikuwa wanaona kitu ambacho ninakifanya. Sasa hivi wana imani kwamba kile ambacho nilikuwa nakizungumzia sasa naenda kukifanyia kazi. Jimbo letu la Kilolo changamoto nyingi ni miundombinu ya barabara. Hazipitiki kabisa wakati wa mvua. Na sasa hivi jambo ambalo nakwenda kulifanya, na nimekuwa nikiwaaminisha hata nilipokuwa naomba kura, kwamba barabara zile sio kwamba yote haipitiki. Kuna maeneo ambayo yanasababisha barabara isipitike muda wote. Kwa hiyo ndizo sehemu ambapo hata tukiomba pesa tumeshaanza kuzifanyia upembuzi yakinifu, ili maeneo yote yale korofi tuanze kwanza kuyatengeneza, ili wananchi wapate uhakika wa barabara kupitika kipindi chote cha mwaka mzima, hata wakati wa mvua. Kwa hiyo mimi itakuwa ndio kila siku nikisimama ni miundombinu ya barabara, na bahati nzuri tayari na document ambayo tayari imeshafanyia upembuzi yakinifu. Kwa hiyo nakuja kuanza sasa kazi. Na bahati nzuri mimi siji kulemba hapa, mimi mnajua. Nakuja kazini kuhakikisha kwamba watu wametupa imani na waendelee kutuamini sisi wanawake, kwa sababu mara nyingi wanawake tulikuwa mfumo dume, hatuaminiki. Sasa ili tuwaaminishe na wenzetu waweze kuchagulika, kwanza Rais Samia ametupa courage kubwa. Kwa hiyo na sisi ambao tumechukua majimbo sasa hivi tunataka kipindi kijacho majimbo yaongezeke, kwa sababu tunakwenda kufanya kazi. Tunakwenda kufanya kazi kwa sababu changamoto kwanza tunazijua. Mimi naitwa Mary Pius Chatanda, ni mbunge mteule wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa nafasi yangu nyingine mimi ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania. Awali ya yote nichukue nafasi kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna alivyopata kura za kishindo 97.6%. Hakika hiyo ni imani kubwa ambayo wamempa wananchi wa Tanzania kutokana na kazi kubwa ambazo wamezifanya katika kipindi cha miaka yake minne. Kwa hiyo mimi nampongeza, UWT nampongeza sana nikiwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania. Lakini niseme kwamba na mimi kama mbunge mteule wa viti maalum nipo tayari kuisimamia utekelezaji wa ilani ya chama chetu ambayo tuliinadi kwa wananchi, ambayo inatoka 2025 ya 2030. Kubwa zaidi tutakwenda kuisimamia ilani hiyo ili iweze kutekelezeka, kwa sababu tumeshawaahidi wananchi, na hususan sisi tumewaahidi na wanawake vile vile, kwamba tutahakikisha kwamba wanawake wenzetu tutakuwa tunakwenda kuonana nao mara kwa mara, kwenda kusikiliza kero na changamoto ambazo wanazipata, ili kusudi tuje tuwazungumzie ndani ya bunge. Tunajua changamoto zinazowapata wanawake ikihusiana zaidi na kama vile mambo ya ukatili wa kijinsia, kwa maana ukatili wa watoto, ukatili wa wanawake, lakini vile vile na uwezeshwaji wa vikundi mbalimbali vya wanawake kuhusu mikopo. Hususan Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa hivi ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa ananadi sera zake, amesema kabisa kwamba katika siku zake 100 atahakikisha ametenga bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara wadogo ikiwemo na wanawake vile vile. Lakini wanawake vile vile wana mikopo ile ya 10%, tutaenda kuisimamia kuhakikisha kwamba wanawake hawa wanapata ile mikopo ya 10% ili waweze kujiinua kiuchumi. Lakini sio kuwasimamia tu, tutafanya juu utaratibu wa kuhakikisha kwamba wenzetu wa halmashauri hizi wawe wanawapa elimu kwanza, wanawapa mafunzo, ili wakichukua zile pesa wale wakina mama waweze kuzitumia kwa makusudi yaliyokusudiwa. Kwa sababu mnatujua sisi wanawake, mtu mwingine akipata ile pesa anaona ndio anataka kwenda kununua kanga, anataka kwenda kununua kitenge, amemwona mwenzake amevaa gauni nzuri. Lakini ukimpa elimu akaelewa alivyokopa ule mkopo, basi anajua kwamba aenda kaufanyie kazi, azalishe
ili aweze kupata faida na hatimaye ajiinue kiuchumi na aweze kurejesha ule mkopo ili mwanamke mwingine aweze kupata. Hiyo ndio jukumu kubwa ambalo tunakusudia kwenda kufanya, hususan mimi kama mwenyekiti wa UWT Taifa pamoja na mbunge mteule wa viti maalum.